Sako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Kwako mama yetu Dr. Dorothy Gwajima, nikupongeze kwa kazi kubwa pia ambayo umekuwa ukifanya. Mara kadhaa nimeona namna ambavyo unashughulika na kero za watu ambazo wanazitoa kwako kupitia mitandao ya kijamii. Mimi ni mfuatiliaji wako mzuri sana. Ninakupongeza kwa kweli katika kuhakikisha tabia za vijana na mienendo ya vijana katika taifa letu inazidi kuwa ni nguzo katika maisha ya jamii kwa ujumla. Lakini pia mama, nikupongeze kwa ajili ya namna ambavyo umekuwa unapambana kuona namna ambavyo wizara yako inatufikia wahusika na kushughulikia changamoto na kero zetu. Ninaomba niseme na wewe kuhusu watu wenye ulemavu. Mama, kuna watu wenye ulemavu wengi sana mitaani ambao bado wanakutegemea, bado wanakutazama. Tumaini lao mama Dorothy Gwajima lipo kwako. Kila mmoja anakusubiri wewe, ambaye utachukua hatua ya kuweza kuwafikia na kutufikia watu wenye ulemavu katika jamii, kuweza kuona namna ambavyo unatuambia, unatueleza dira ya wakati huu katika taifa kwa watu wenye ulemavu. Inatutaka nini? Inatuhitaji nini? Lakini pia kutusikiliza kero zote. Nilikuona juzi ulikuwa na mwaliko katika wilaya ya Ubungo. Ulizunguka, niliona posti zako ukiwa unazunguka na kuyasema haya na yale. Mama, nikuombe uliangalie vema kundi la watu wenye ulemavu. Wapo watoto wanashindwa kwenda mashuleni mama kwa sababu hawana wheelchair. Wako watoto mama wanashindwa kufika na kuzipata huduma za kijamii ikiwapo vyoo kwa sababu hawana wheelchair za kuingia vyooni. Kuna mmoja bibi yake sasa hivi hana namna tena ya kumpeleka shuleni, amebaki yuko nyumbani. Mama, nina watu wengi, nina watu wenye ulemavu wengi sana ambao mimi ambayo nilikuwa kiongozi wao kwa miaka ambayo imepita, bado wanaendelea kunitafuta. Kiongozi, tusaidie namna ya kuweza kuzipata wheelchair. Watoto hawawezi tena kwenda mashuleni, wameshakuwa hatuwezi kuwabeba tena. So mama, nikuombe angalieni namna bora ya kuweza kuwafikia watu wenye ulemavu, kuweza kuwasaidia. Changamoto ni nyingi, najua majibu mko nayo, ndio sababu mpo nyinyi viongozi wetu, wewe mama waziri wetu na mlezi wetu. Ninakushukuru, ninakupongeza. Endelea na kazi kubwa ambayo umekuwa ukifanya. Endelea na juhudi kubwa ambazo umekuwa ukiziweka ili kuhakikisha jamii ya watu wenye ulemavu na yenyewe inajiona kwamba ina rafiki. Mama, wewe ni rafiki mzuri sana wa watu. Nimekuwa nikiona namna ambavyo umekuwa ukijibu comments za watu katika Instagram page yako, na namna ambavyo pia umekuwa ukiwafuata watu na kuwapongeza kwa yale ambayo wamekuwa wakiyafanya katika jamii kupitia pages zao. Ama unatoa wito gani kwa wale ambao wameshindwa kujiunga nanyi, wanahitaji misaada mbalimbali lakini nashindwa kuwafikia kulingana hawatambuliki? Mimi wito wangu kwanza nataka kuwaambia walemavu ambao wako Tanzania waache uoga wa kuishi maisha ya kutaka kudharaulika. Kwanza wajikubali wao ili waweze kupata kitu chochote. Mimi wito wangu nawaambia waje tujiunge nao kwenye kikundi chetu. Sisi sio kikundi cha mikopo. Sisi ni kikundi ambacho kinatoa fursa kwa walemavu. Yaani kwamba akija kujiunga kwetu atapata kwa mwezi labda milioni 1 anaichukua yeye, kwa sababu kikundi chetu sisi kwa mwezi kinaingiza milioni 9. Tunajishughulisha na kazi ya matololi. Na waomba waache uoga wa maisha. Naomba pia waache uoga kuona kwamba wataibiwa kufanya kazi na watu wa miguu. Huwezi ukafanya kazi wewe kama wewe. Kama sisi tunafanya kazi na vijana 60 tunaofanya nao kazi, hatusimami sisi, wapo watu wa pembeni. Nawakaribisha kwenye kikundi cha Nyota Bora ambacho kimesajiliwa na Manispaa ya Ubungo. Kiko Magufuli Stand. Namba yangu ya simu mimi kama katibu 06550400
0234. Mtazamaji wa Kasako Media, na hii ndio tamati. Nilikuwa na kundi la watu wenye ulemavu Nyota Bora. Wameweza kueleza nini wito kwa serikali, nini wito kwa wazazi, nini wito kwa wale ambao wana matatizo kama ya kwao, wafanye nini. Jina langu mimi ni Adela Thomas. Karibu sana Kasako Media, tuna mambo mengi tutakupa. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.